Ni ligi kuu ya NBC Premier League, Simba Sport Club dhidi ya Tanzania Prisons katika uwanja wa KMC Complex. Tunakwenda kuangazia mchezo huu kinagaubaga, Simba wakiingia kwenye huu mchezo wakiwa na kumbukumbu nzuri, mchezo wa mwisho akiibuka na ushindi dhidi ya JKT Tanzania. Naitwa Leopold John, niko hapa na Shabel Daniel, tukaenda kuangazia mchezo huu katika engo ya kiufundi lakini pia uchambuzi uliotukuka. Shabel, ni Simba tena chini ya mwalimu Steve Barker dhidi ya Prisons chini ya mwalimu Shedrack Nsajigwa Fuso, waliowahi kusema experience matter most. Hapa ndipo ambako tunakwenda kudhihirisha. Tuanzie hapo. Nafasi ya Prisons kuweza kupata angalau alama moja kwenye huu mchezo ikoje kwa upande wako? Ni ngumu, the way ambavyo wanacheza sasa hivi ni ngumu kuimagine ushindi unatokea wapi, point moja inatokea wapi, kwa sababu wamekuwa na matokeo ambayo hayavutii wala hayatoi matumaini kwa wao kwamba wana nafasi angalau ya kupata chochote kitu dhidi ya Simba. Ukiangalia mechi zao za hivi karibuni, mechi ya mwisho anashinda ilikuwa ni mwezi wa pili tarehe 14 dhidi ya Namungo, anashinda magoli 3-2, lakini ni mechi ambayo ilikuwa ni ya miujiza comeback ambayo watu wengi hawakuifikiria. Na udhaifu mkubwa sana ambao wapo nao Prison msimu huu ni kwenye safu ya ulinzi, unaruhusu magoli mengi, lakini changamoto yao pia kubwa nyingine ni kwamba timu yao haifungi magoli ya kutosha. Magoli 11 kwenye zaidi ya michezo 20. Sio kitu ambacho kinakupa matumaini kwamba wanaweza wakatengeneza mazingira magumu kwa Simba katika mchezo huo. Sasa tuje tuiangazie Simba ambao kimsingi wako wenyeji. Tukianzia katika uwanja ambao Simba wameuchagua wa KMC Complex, unaweza kwenda kuwa faida kwenye mchezo huu, tukaishuhudia Simba ambayo katika upande wa kiuchezaji ikawa tofauti na ile Simba ambayo tumeiona katika mechi ambazo walikuwa wanatumia uwanja wa Isamuyo kama uwanja wao nyumbani. Adaptation kidogo inaweza ikawa ngumu na kuswitch kutoka kwenye uwanja wa nyasi asilia kwenda kwenye nyasi bandia, inaweza pia kwenye dimba kubwa ikawa changamoto kidogo. Kwa hiyo sio aweni, kwa sababu wanatoka kwenye uwanja ambao ni mkubwa. Hapana, uwanja mkubwa ina maana kuna space ya kutosha mkacheza, mtu akakana mpira hata sekunde 5 akafikiria cha kufanya, lakini KMC ni uwanja pichi ndogo. Unajua uwanja anashare na jirani kwa hiyo unaona, yani pichi ndogo ambayo haiwapi ile comfort ya wao kucheza, wachezaji kucheza kwa uhuru. Ni uwanja ambao nakumbuka hata msimu uliopita wakati wanaotumia, japo walifanya vizuri akashinda mechi zote tu walizocheza pale, kocha Fad Davis alikuwa analalamika kwamba sio uwanja ambao unamfanya timu unafanya wachezaji wake wawe huru kiuchezaji, kwa sababu ukikosea vipimo kidogo mpira upo nje, ukikosea vipimo kidogo mpira unakugonga, mpira unakimbia sana, mpira unatembea sana kwa sababu ya nature ya uwanja. Kwa hiyo ni uwanja ambao utawapa tabu kidogo kuzoea, kwa sababu hawajatumia viwanja hivi vya nyasi bandia kwa muda mrefu. Lakini ni uwanja ambao pia wachezaji wengi wapo familia tuna mazingira ya pale, kwa sababu umeshacheza hapa msimu huu dhidi ya KMC, walicheza mechi pale wakashinda goli 2-0. Lakini uwanja pia wachezaji wengi wameutumia msimu uliopita. Nikwambia kwamba kwa records msimu uliopita jana nilikuwa naelezea hapa, walicheza mechi 13 katika uwanja wa KMC. Na katika mechi 13 wameshinda mechi 12, wakapata sare mechi moja dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo ni mechi ni mchezo ambao hawatopata shida tena against mpinzani kama Tanzania Prison. Haiwezi kuwa mechi ngumu kwa upande wao kesho. Sawa, tutegemee mwalimu Steve Barker kwa upande wa Simba anaingiaje katika mpango wa kumake sure kwamba anapata ushindi, na sio ushindi tu kwa magoli mengi, maana mechi ya mwisho alihangaika kweli kweli kuifungua defense line ya timu ya JKT. Lakini pia kwa upande wa Prisons, mwalimu Nsajigwa aingie vipi katika mchezo? Tushuhudie ile pila gwaride low block, funga njia dakika ya kwanza mpaka dakika 90, ama tuitegemee Prisons ikiwa inaingia kwa namna tofauti kwenye huo mchezo? Kwa Steven Barker nadhani hawezi kubadilisha plani yake. Tutashuhudia kikosi kile ambacho ndio kilianza katika mchezo wa Force number 9 Elim Panzu, Clatous Chama akitokea kushoto, Libase Geye akitokea kulia, katikati akiwa na viungo wawili vilainishi. Neema Anicet amerejea, lakini nadhani atakuwa fit kuanzia nje. Anza kawepo sema kikosi, lakini hatucheza dakika nyingi. Eno Luemba, Yusuf Kagoma wanaweza kawepo hapo wakaanza hivyo. Lakini sehemu nyingine ambayo nadhani itawapa shida kidogo Prison ni nani ambavyo wanazuia binafsi. Umezungumza hapo kwamba tushuhudie pira gwaride, sio pira kwata. Ni
kitu ambacho kimeshindikana kukiona hicho msimu huu. Yaani hata wakijaribu kuzuia Prison still wanawe kuchoka, wanafanya individual mistake, ufanisi unapungua. Rejea mechi waliofungwa na Yanga goli 3-0, mechi ya marejeano. Walikaza kipindi cha kwanza, kipindi cha pili likaaje? Wakakata moto, goli 3 za chapu, Yanga wakashinda. Mechi kwa mfano angalia mechi ya juzi ya Mbeya City walicheza Derby. Magoli ambayo walifungwa. Sio aina magoli ambayo labda angekuepo nahodha wao mstaafu nani ule iko sasa hivi kwenye benchi Asukile Benjamin Asukile. Ulikuwa unaona wanafunga magoli mepesa, yani mtu anakimbia anapiga shuti, mtu hata block anafunga. Goli la pili unapigwa mpira mrefu, beki na kipa wanachanganyana, Mbangula linakuwa goli la kujifunga. Kwa hiyo so Prison ambayo tumeizoea, Prison ile kina Ezekia Mwashilindi, kina Jumanne Elfadhili, kina Nurdin Chona, sio Prison hiyo ya kina huyu umemtaja na Asukile Benjamin, sio hiyo ambayo inaweza kukupa matumaini kwamba hawa jamaa wakiamua kukaa nyuma basi wanaweza kukupa game. Lakini Prison ikina Doto Shabani ya msimu huu, George Mpole, nazungumzia nyuma, mimi mbele huko sina shida, yani nyuma huko ndio msingi wa matatizo makubwa ya Prison. Huyu Wema Sadok, Morris Owino Mkenya ule, wamekuwa ni mabeki ambao sio kwa standard zile za Prison. Kwa hiyo bado wata struggle dhidi ya Simba kesho. Sawa, Waswahili wanasema kwamba kisubutu sio kama hakikati. Tuje tuangazie uhatari mkubwa alioko nao Tanzania Prisons na kitu ambacho Simba inabidi wakiangalie mno kuelekea kwenye hizi mechi ambazo unakuwa unapewa nafasi kubwa hadi wewe mwenyewe unajishtukia kwenye hili. Uhatari mkubwa wa Prisons upo katika maeneo gani moja kwa moja? Uhatari wa Prison upo kwenye set plays, ndo magoli yao mengi msimu huu. Kwenye magoli 11 wamefunga, nadhani nusu ya magoli yao ni kupitia set pieces ambazo either ni penalty anafunga George Mpole ama mipira ya kona ambayo utawakuta kina Haruna Chanongo anaipiga vizuri, then kina Mpole ndo anafunga. Mani ndo top scorer timu yao George Mpole, lakini Salum Kimenya mipira ya kurusha, mipira pia ya free kick, ni mpigaji mzuri sana. Kwa hiyo ndo maeneo ambayo Simba anapaswa kuwa makini kwa sababu ndio yamezalisha magoli mengi ya Prison kwenye ligi msimu huu. Sawa, utabiri wako kwenye hili? Utabiri wangu nampa tu Simba atapata matokeo ya kushinda pointi 3 then atajiandaa na mechi nyingine. Sawa, kumbukumbu nzuri kwangu ni mechi ya msimu miwili iliyopita, Prisons akiibuka na ushindi magoli ya Samson Mbangula katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Mechi ilikuwa Jamhuri Morogoro. Of course. Sawa, hiyo ni kuelekea mchezo wa Simba dhidi ya Prisons katika uwanja wa KMC Complex siku ya kesho majira ya saa 10 kamili jioni, mchezo ambao Simba atakuwa nyumbani. Hadi wakati mwingine, naitwa Leopard John, nilikuwa hapa na Sabel Daniel. Chao na asante.